Karibu ndani ya Uamuzi, mahali tunapochambua si sera tu, bali utekelezaji wake katika maisha halisi. Mara nyingi serikali hutangaza uamuzi kama suluhisho, lakini kati ya tamko la sera na huduma kwenye zahanati kuna safari ndefu sana. Leo tunaangalia, je, maamuzi ya afya yanafika kweli ngazi ya chini? Mpango wa bima ya afya kwa wote ulianzishwa kwa lengo la kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bila kikwazo cha kifedha. Lakini historia inaonyesha kwamba sera nyingi nzuri hukwama katika hatua ya utekelezaji. Ziko hoja tatu kuu. Moja ni miundombinu. Bima inaweza kuwepo, lakini bila dawa, vifaa na majengo, huduma hubaki kwenye makaratasi tu. Lakini jambo la pili ni rasilimali watu. Upungufu wa wahudumu wa afya huathiri moja kwa moja ubora wa huduma, hata kama mgonjwa ana bima. Na jambo la tatu ni usimamizi na fedha. Uchelewaji wa malipo kwa vituo vya afya huathiri uaminifu wa mfumo mzima. Na hapo tuseme tu, kuna ukweli mmoja muhimu: sera ya afya haipimwi kwa maandishi yake, bali kwa uwezo wa mgonjwa kupata huduma kwa wakati. Nchi zilizofanikiwa katika afya kwa wote zilianza kwa kuimarisha vituo vya afya vya msingi kabla ya kupanua bima. Hili linaonyesha kuwa utekelezaji huanza chini na si juu. Sasa swali ni je, Tanzania imejipanga vya kutosha kupeleka uamuzi wa kitaifa hadi kwenye zahanati za vijijini? Tupatie maoni yako.